Sababu za mtu kuwa maskini. Umaskini ni changamoto inayokumba watu wengi duniani. Ingawa kuna sababu za kiuchumi, za kijamii ambazo ziko nje na uwezo wa mtu mmoja mmoja, baadhi ya tabia na maamuzi yanaweza pia kuchangia hali ya umaskini wa kudumu kwa muda mrefu. Moja, kutokuwa na mipango ya kifedha. Watu wengi hutumia pesa bila kupanga matumizi yao. Hali hii husababisha fedha kuisha haraka bila kuwa na akiba au uwekezaji wa baadaye. Mbili, kutokutunza akiba. Akiba ni msingi wa usalama wa kifedha. Mtu asiyeweka akiba hujikuta katika matatizo makubwa pindi changamoto zinapotokea. Tatu, kutokutafuta maarifa mapya. Dunia hubadilika kila siku. Mtu anayekataa kujifunza ujuzi mpya au kuongeza elimu yake anaweza kukosa fursa nyingi za kuongeza kipato. Nne, matumizi yasiyo ya lazima. Kutumia fedha nyingi kwa starehe, anasa na vitu visivyo vya muhimu kunaweza kuathiri maendeleo ya kifedha. Tano, kutegemea chanzo kimoja cha mapato. Chanzo kimoja cha mapato kinaweza kutoweka wakati wowote. Kutokuwa na njia mbadala za kupata kipato huongeza hatari ya matatizo ya kifedha. Sita, hofu ya kuanza kitu kipya. Watu wengi kukosa fursa nyingi kwa sababu ya kuogopa kujaribu biashara, kujifunza ujuzi mpya au kutumia fursa zinazojitokeza. Saba, kukata tamaa haraka. Mafanikio mengi yanahitaji muda na uvumilivu. Kukata tamaa mapema unaweza kumfanya mtu ashindwe kufikia malengo yake. Nane, kutokuwa na nidhamu ya pesa. Nidhamu katika matumizi. Kazi ya uwekezaji ni muhimu sana. Bila nidhamu, hata kipato kikubwa kinaweza kutoweka haraka. Tisa, madeni yasiyokuwa na mpango. Kukopa bila sababu za msingi au bila mpango wa kulipa unaweza kuweka mtu katika mzunguko wa matatizo ya kifedha. 10, kutokutumia fursa vizuri. Mara nyingi fursa huja na sura tofauti. Watu wengine huzipuuzia kwa kudhani ni ndogo. Hii hali zinaweza kuwa mwanzo wa mafanikio makubwa. Hitimisho, si kila umaskini unasababishwa na makosa ya mtu binafsi. Wakati mwingine sababu kama ukosefu wa ajira, mazingira magumu, majanga au changamoto za kijamii huathiri maisha ya watu. Hata hivyo, kujifunza kupanga matumizi, kuweka akiba na kutumia fursa nyingi vizuri kunaweza kusaidia kuboresha hali ya kifedha kwa muda mrefu. Sababu za mtu kuwa tajiri. Watu wengi hujiuliza kwa nini baadhi ya watu huwa matajiri wakati mwingine hubaki katika hali ya kawaida kwa muda mrefu. Ukweli ni kwamba utajiri mara nyingi hutokana na changamoto au maamuzi, nidhamu, maarifa, fursa na utulivu. Moja, kuwa na malengo ya kifedha. Matajiri wengi huanza kwa kuweka malengo kuhusu maisha yao ya kifedha. Wanajua wanataka kufikia nini na kuandaa mpango wa kufikia. Mbili, nidhamu ya matumizi. Mtu anaweza kupata fedha nyingi lakini asitajirike ikiwa anatumia kila anachokipata. Matajiri wengi hujifunza kutumia chini ya wanachokipata na kuweka akiba. Tatu, uwekezaji. Badala ya kutumia fedha zote kwa starehe, matajiri huwekeza katika biashara, ardhi, hisa, nyumba au miradi mingine inayoweza kuzalisha mapato ya muda mrefu. Nne, kujifunza mara kwa mara. Mara nyingi mtaji mkubwa. Watu wengi waliofanikiwa huendelea kusoma vitabu, kuhudhuria semina na kujifunza ujuzi mpya unaowawezesha kuongeza kipato. Tano, kuchukua hatari zinazohesabiwa. Utajiri mara nyingi huhusisha kuthubutu kufanya jambo jipya. Matajiri wengi hawakufika walipo kwa kubaki ndani ya eneo lao la faraja. Sita, kufanya kazi kwa bidii. Hakuna njia rahisi ya utajiri wa kudumu. Watu wengi waliofanikiwa walitumia miaka mingi wakifanya kazi kwa bidii kabla ya kuona matokeo makubwa. Saba, uvumilivu.
Safari ya utajiri huwa na changamoto nyingi. Watu wengi hushindwa kwa sababu kukata tamaa mapema. Matajiri huendelea hata wanapokutana na vikwazo vizito. 8. Kujenga mahusiano mazuri. Mitandao ya watu, washirika wa biashara, marafiki wenye mtazamo chanya inaweza kufungua mipango ya fursa nyingi. 9. Kuwa na vyanzo vingi vya mapato. Matajiri wengi hawategemei chanzo kimoja cha mapato. Huwa na biashara, uwekezaji wa miradi mbalimbali inayowaingizia fedha kila wakati. 10. Kufikiri kwa muda mrefu. Badala ya kutafuta mafanikio ya haraka, matajiri wengi hufanya maamuzi yanayoweza kuwaletea manufaa miaka mingi ijayo. Hitimisho: utajiri si bahati pekee. Mara nyingi ni matokeo ya maamuzi sahihi yanayofanywa kwa muda mrefu. Nidhamu, elimu, uwekezaji na uvumilivu wa kufanya kazi kwa bidii ni miongoni mwa sababu zinazofanya baadhi ya watu kufikia mafanikio makubwa ya kifedha.